Yesu Kristo, unastahili Bwana na unastahili kuabudiwa. Wewe unaabudiwa kwa kila sehemu nyingi, Bwana wangu. Ile ni ibada na kufika kanisani na kuwa mtulivu kwa kila ibada zote, hiyo pia ni ibada, na kufuatilia kila aina ya chochote ambacho Mungu anakiongoza, ila ni ibada zote. Kwamba ni kazi zako, kwa maana ndio maana tunasema unastahili kuabudiwa. Unapotenda muujiza Bwana, ni ibada kwetu. Unapoponya watu ni ibada kwetu. Unapobariki watu ni ibada, na unapowainua pia ni ibada. So kila jambo Mungu wangu unastahili kuabudiwa, kwa sababu tumefika na kuna wengine wanakuja, wale waliotangulia Bwana, kuna lile neno umeliweka ndani yangu. Naomba Bwana ukanitumie kwa ajili ya watu wako, ili ya kwamba Mungu wakaweze kufaidika hawa watoto wako kwa ajili ya kile ambacho Baba umeniandalia siku ya leo. Asante Baba yangu, maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Basi pokea sifa hizi na utukufu, na katika jina la Mtakatifu Yesu Kristo aliye hai, nasi tumeomba sote na hata kuamini. Amen. So, Bwana Yesu apewe sifa, wapendwa wa Bwana. Hamjambo. Bwana sauti ipokee. Salama. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi kwa kusikia ile imani ya nguvu imejaa baraka. Amen. Salimia mwenzako, tuambie karibu katika nyumba yako. Hakikisha umesalimia. Salimia, si lazima uinuke ule kwa karibu na yeye. Umemsalimia vizuri.
Amefurahi. Kama hujamsalimia ana furaha, lakini ukimsalimia ana furaha. Amen. Usichague mtu wa kumsalimia. Salimia mtu yote. Naona kamera mara anachagua. Amen. Na leo kuna habari njema ambayo Bwana ametubariki nayo siku ya leo. Habari yenyewe nzuri sana. Ya kwanza ni ya uzima Mungu ametubariki nao wa bure. Hatujalipa chochote. Kama kuna mtu amelipa? Nani amelipa? Mimi sijalipa. Mimi nimepata uzima wa sijalipa hata shilingi. Haya. Na sitalipa. Malipo yangu ni haya. Na kumtafuta Mungu, kumwabudu, kumpenda, kufanya kile ambacho ananiamuru na kuacha kile ambacho ananikataza. Ninapofanya hivyo, nikimfurahisha huyu Yesu, naye atafurahisha moyo wa Pigia Yesu makofi mazuri. Amina. Tunaona Zaburi 56 kuanzia 2. Kuna kitu hapo Mungu anatuambia. Umepata? Amen. Nishaomba. Kitabu cha Zaburi 56 kuanzia mstari wa 2 inasema, adui zangu wanataka kunimeza mchana kutwa. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Amen. Hizo ndio imani za watu waliookoka. Unasikia? Yaani mwanaume anatoa sauti kama hataki, mwanamke naye anatoa sauti kama mwanaume. Amen. Lakini unaposema amen, Biblia inasema wanaomwabudu Mungu na kuchangamka, hao ndio ambao Mungu anawapenda. Haleluya. Amen. Yes. Anasemaje? Hebu rudia. Adui zangu wanataka kunimeza mchana kutwa. Inaposema namna hii au tafsiri wa unapata tafsiri gani? Wewe adui zangu, hii maiki haijakuwa sawa. Adui zangu wanataka kunimeza mchana kutwa. Na maana gani? Kwamba kila wakati unapokuwa na adui, yeye hukuwazia mabaya. Haleluya. Furaha yake ni kutaka kusikia wewe umekufa ama umeharibikiwa ama umeanguka ama maisha yako yamekuwa hoi hai. Haleluya. Hawawezi kufurahi kwa mazuri yako. Kwa hivyo siwahi kunidanganya hata siku moja, wala kujidanganya. Neema. Hakuna. Wakati anaposikia habari njema kwako, yeye ndo ni mtu wa kwanza kulia, ni kama mbona umekufa.
Alafu cha kushangaza, wakati umefanikiwa, yeye ni mtu wa kwanza ambaye anahuzunika. Lakini kama umeharibikiwa, yeye ni mtu wa kwanza anasikia raha. Sasa wewe angalia, ukikufa ama ukiharibikiwa, mtu anachinja kuku. Lakini ukifanikiwa, yeye hana amani, anakuwa mgonjwa. Ndio maana unaambiwa kuna vitu vingine si kwa kila mmoja unaenda kumwambia mafanikio yako. Wengine ukiwaeleza mafanikio yako wanakufunga. Hata ndoto zako nzuri ukiziota, usio mwepesi wa kwenda kuziombea. Unajua kilichomposa Yusufu, aliota ndoto nzuri, akaenda kuelezea ndugu zake, kumbe wakapanga kumpandisha. Kama uko na ndoto ya maisha yako, sitangaze kwa watu. Amen. Wacha watu wakuchukulie bila kukuchukulia. Lakini wewe endeleza kile kitu unaendeleza. Watakuja kushangaa, kumbe kimya chote kuna kitu ulikuwa unatengeneza. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu adui yako hakuwazii mazuri. Yeye anawaza mabaya. Lakini kwa kuwa wewe unamuomba Mungu, hata akiwaza, kwa sababu yeye alitengenezwa na Mungu. Unajua huwa nasema hivi, usiogope wanaokuombea mabaya wakati wewe unaomba Mungu. Yeye anayekuombea mabaya alitengenezwa na nani? Na kama Mungu hata ruhusu mabaya yakupate, yanaweza kukupata kweli? Ndio maana Mungu alisema, alitengenezea background ya watu kwamba akatuletea maandiko. Hata kuna mahali pengine kwa nasema hakuna silaha itakayofaulu, itakayotuma kinyume chako, ambayo itafanya nini? Ananichukulia na imani kubwa. Pale anapo vile ambavyo umelibeba, yaani shetani mwenyewe anatetemeka pale ile neno ambalo liko ndani ya moyo wako. Lakini haliogopi kwa mtu anayelisema tu na aliko ndani ya moyo. Haogopi mtu anayelisema likiwa kwa mdomo. Anaogopa mtu ambaye analisema lile neno na liko ndani ya moyo. Haleluya. Amen. Hivi siwezi kuogopa adui. Unajua adui alipoogopewa na wana wa Israeli, Wafilisti walikuwa na usemi sana. Walikuwa wanajidai sana. Kama anasema, mbona mmejificha? Toeni mtu ama mkuje mpigane. Walikuwa wanategemea Goliati sana. Lakini kakatokezea kama mdogo kingine kalikuwa na ujasiri. Usitokezee wewe familia, wewe una ujasiri, usaidie hiyo familia. Haleluya. 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 Hiyo familia kupatikana mtu ambaye si muoga, ataokoa familia nzima. Ataokoa jamii nzima. Kanachomoka pale, ndugu zangu wanamwambia. Unajua unaweza kuambiwa, kuna mtu anaweza kukukatisha tamaa. Anasema wewe unafikiri ni wewe wa kwanza kuomba hapa? Unafikiri ni wangapi hapo wamejaribu kwenda makanisani, wameleta hapa watumishi? Kuna tofauti ya madhehebu tunayoenda. Kuna tofauti na makanisa tunayoingia. Kuna tofauti ya madhabahu tunayoiamini. Kuna tofauti ya huyu Yesu tunayemwita. Na kuna tofauti ya ujasiri wa mtu. Haleluya. Hao waliomba na uoga, lakini kuna mtu ambaye ataomba na haogopi na anajua Yesu lazima afanye kitu hapa. Tunaona watu walijaribu. Tafuta pasta mwingine. Wajua walijaribiwa hivi. Daudi aliambiwa vaa hii. Chukua silaha. Akasema hapana, msinipatie vitu ambavyo mimi sivijui. Sijazoea kwenda na hizo vitu. Msiniambie sijui niingie na nani ni jana. Mimi naamini Mungu wangu ni mwabudu. Naamini kanisa langu linaloenda.
naamini Yesu wangu ndiye aliyeniita. Walijaribu kupeana kila silaha. Unajua shida, Mungu hapendi kuchanganya. Lakini sisi hatujui. Mungu hapendi kuchanganya. Mbona fikiri kwa hiyo Israeli unafikiri kulikuwa kuna watumishi? Ilikuwa. Daudi yeye akakataa vitu za watu wengine. Akakataa. Unajua Yesu wetu sio kuchanganya. Wacha tu niwaambie ukweli. Usichanganye madhabahu. Hakika nakueleza. Wewe changanya utaona. Changanya. Unajua kuchanganya madhabahu ni kitu kibaya. Angalia tangu mwanzo kitabu cha Mwanzo. Angalia tu condition ya kitabu cha Mwanzo. Wale waliopiganiwa hawakuchanganya. Kuja kwa hata tusianze mahali. Kuja tu kwa Ibrahim aliyeweka madhabahu yake na Mungu. Isaka alikuja kuabudu madhabahu ya nani? Ya babake. Yakobo akakuja kuabudu madhabahu ya nani? Ya babake. Sawa? Yusufu akaabudu madhabahu ya nani? Musa alisema ni Mungu ya nani? Ibrahimu, Isaka na Haleluya. Elia alikuja kuabudu Mungu wa nani? Soma tu hiyo maandiko vizuri. Hawakuchanganya. Haya, wakina Danieli walikuja kuambia waabudu Mungu mwingine. Si mradi wataje Mungu tu. Mradi wataje Yesu tu. Utaja Yesu shida. Kuna mali Yesu anataja lakini hatendewi haki. Sasa Yesu mwenyewe alisema. Anasema sio wote wanaosema Bwana Bwana. Haleluya. Angalia Danieli. Watu walifanya fitina wakalazimisha abudu miungu. Akakataa. Angalia kina Meshaki. Wakasema hatuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa baba zetu. Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Haleluya. Kikaendelea hicho kizazi. Kikakua mpaka Yesu akaja akasema uzao wa Ibrahimu. Haleluya. Amen. Ukoo wa Daudi ambaye Daudi alimtegemea Mungu mpaka Mungu akamtia nguvu akaua Goliathi. Hakuna yoyote aliyemtegemea hai akashindwa na kitu chochote kama anajiona mbele yake ni kikubwa. Shida sisi tunachanganya. Shida inatupeleka tunakwenda bila kujua mahali tunaelekea wapi. Acha nikwambie kitu kimoja. Bwana, elewa kitu kimoja katika maisha. Yeye inaenda. Nikisema lete zege unakuwa lete zege. Lete tofali, lete tofali. Sasa bila kuitisha maji unaenda kuchukua simiti na simiti. Kwa sababu haunielewi lugha ninayo isema. Sasa ule mnara haukujengeka kwa sababu lugha zilikuwa tofauti. Sasa hata wewe maisha yako kujengeka yanaweza kuwa ngumu, maana unaingia kile madhabahu tofauti. Hii inasema hivi, hii inasema hii na mila hii, na mila hii. Hapo kijaribu kujenga kidogo, umeelewana kidogo, mambo yanaenda kuenuka, unaenda kubomolewa, mwingine anaenda kubomoa. Sio hivi, ni hivi. Hawa mafundi wa kabilo, wakisijua kabilo ni tofauti. Kuna mwingine ni mwalimu zaidi ya mwalimu. Kuna mwingine kazi ameisomea. Kuna mwingine kazi yake hakuisomea, lakini ni ujuzi Mungu alimpatia. Na anaweza kufanya kitu kizuri. Kuna watu kwa nini interview before ufanywe interview? Na pengine hata wewe kazi hujaisomea na upasi na umeshinda waliosomea. Wewe unaona ni nini? Ni kibali, ni neema, ni ujuzi. Musa alikuwa tafuta fundi stadi aliye na ujuzi. Watoto wangu, shida ukiwa
Ndio maana kuna mahali Biblia inasema yaani wanadamu wanaingia kwa mitego kama samaki wakati wakiwa na shida. Leo hii umeingia Yerusalemu, kesho hii unaingia sijui wapi, mara unaingia John Baptist, Chiro Liberation, Boka Evangelist. Nimetaja babangu na nani hapo. Mimi baba na mtema. Sasa sijataja kanisa langu. Labda wewe unajua hiyo kanisa. Mimi nimetaja John. Nikataja Chiro. Nikataja Boka. Ukisoma hiyo baada hapo unaona imeandikwa John Chiro. Sasa ukiniambia ni kanisa, basi ni Jerusalem, hata the place of the Holy Spirit. Amen. 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 Usio mtu wa kupayuka. Naona Yoshua alipokuwa anapewa maandiko, aliambiwa ishike hii Torati. Yaani asitingishike. Asitingishike. Asipeleke huku na huku. Wewe sasa una waombezi wangapi? Wewe una intercessor wangapi? Unapiga simu kule niombe. Kesho uko hapa. Kesho kutwa uko kule. Yule anasema muombe, hakuombei. Yule unajua wacha nikwambie, unaona mahali unatoa dhabihu yako, sadaka yako, unalilia Mungu wako. Hapo mahali unapao upaheshimu sana. Usipopaheshimu ile dhabihu yako imeenda free. Usipopaheshimu sadaka yako imeenda free. Amen. Amen. Sasa sisi watu wengi sana tunamkosea Mungu kwa kukosa msimamo, na maadui wanakuwinda kila wakati. Sasa unakuwa mtu wa vita. Ndio vita sio vyako bali ni vya nani? Ngoja wewe kumwachia mwana kweli. Hapo la biachia wakina nani? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ikifika na nusu namaliza. Endelea. Adui zangu wanataka kunimeza mchana kutwa. Adui zangu wanataka kunimeza mchana kutwa. Alafu maana wanaoleta vita juu yangu kwa kiburi. Unaona vita unapigwa kwa sababu mtu wa kiburi. Kuna mwingine si kwamba anakupiga vita, anakupiga vita kwa sababu ya kiburi pekee. Yaani hakuna kiburi mpaka akikuangalia hivi anasema, "Bwana mwanamke anajisikia sana. Hivi anajionaje?" Wajua mchanga na kiburi, anakujua kabisa unaomba lakini kesho anakufuata. Sasa mtu wa kiburi anataka mtu ambaye amesimama. Ndio kile kiburi chake kisiweze kufanya nini? Kazi. Amen. Sema amen. Amen. Endelea. Maana wanaoleta vita juu yangu kwa kiburi ni wengi. Siku ya hofu yangu. Rudia. Siku ya hofu yangu. Ndio. Nitakutumaini wewe. Unasikia? Siku unapoona vitu kama vile ndipo unapomweka Mungu wapi? Karibu sana. Unamwita, unamweleza, unamuomba, unamwimbia, unamchezea. Yaani hata kama ni mtu ambaye yuko kanisani na kushangaa kwa yale yote aliyokutenda kwa mabaya, lakini ikifika wakati wa sifa unazikwenda mpaka sasa zingine unamkinyanga maksudi. Ikifika hiyo wakati twende kama nakwambia twende na msukuma kidogo. Kama kiburi chako kwangu nifanye kazi. Ubaya wako kwangu haufanyi kazi. Ubaya wako kwangu haufanyi. Anayefanya
anayefanya kazi ni Roho wa Bwana anayeniongoza, na ndiye aliyelileta kanisani, sio mwanadamu anayenifanya nikuje kanisani. Basi ningekuwa nimeshika remote leo naangalia vikatuni vyangu, lakini kwa sababu ni Yesu nimekuja. Nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Baba, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana. Unanibwaga hiyo haiendi, lakini moja wewe, hiyo hata inaniumiza masikio, haiendi. Amen. Hallelujah. Wajua mimi si ile basi ya kujinasilisha kitu ambacho hakiendi. Wanaacha. Inaniumiza. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Endelea. Siku ya hofu yangu. Siku ya hofu yangu Nitakutumaini wewe. Watu wakiwa na hofu wanakuwa kutumaini. Sasa wewe na watu kwa nyumba ufanye nini? Hao watu wanataka kukuvunja moyo ili ubaki kwa nyumba. Alafu unaacha kanisa, unabaki kwa nyumba. Wewe kwenda akili zako ziko sawa. Watu watakufurahikia. Alijifanya mwombezi sahihi huyo. Alijifanya mwimbaji sahihi huyo. Lakini akikupata akiangalia kwa mitandao, ili ndio ameacha Mungu. Nijana ameacha kuomba. Anasema huyu simwezi huyu. Huyu simwezi. Shetani. Kitu ambacho anashindwa na mwanadamu ni yule mwanadamu asiyemwacha Mungu. Haleluya. Lakini anayempenda Mungu hata siku akiwa na malaria utamwona kanisani. Utamwona kanisani. Unajua rais hata kwa mgonjwa bado ikifika wakati wa hotuba yake atatoa hotuba yake na hutajua kama analiwa. Yeye ndo anajisikizia mwenyewe, anajua. Anajisikizia utuku pole. Lakini ikifika wakati wake anatoa hotuba yake na kidogo huyo anaenda. Na anaweza piga hata kama ni speech kidogo na anaenda zake. Na akatoka hapa kaenda hospitali na msijue. Hivyo ndio inatakikana. Yaani mpaka Yesu mwenyewe hata kama uko mgonjwa akuinue tu by force, yaani by force. Hata kama umefanya anakutia moyo mwenyewe. Lakini wewe unavunjika kabisa. Kama wewe umeshikwa na wakora. Amen. Daudi alisema Daudi, sijawahi kuona mwenye haki alifanya nini? Wewe huwezi hata wakikuacha kwani wao ni Mungu. Hapo garabika kuleta hapa duniani. Hata Biblia umekuwa vipi? Haleluya. Hapo sasa hivi umebabaika kwa sababu. Kwa msaada wa Mungu. Kwa msaada wa Mungu. Kwa msaada wa Mungu. Nitalisifu neno lake. Rudia. Kwa msaada wa Mungu. Nitalisifu neno lake. Kwa msaada wa Mungu. Nitalisifu neno lake. Msaada unatoka wapi? Kwa Mungu. Afya inatoka wapi? Uzima. Mungu. Haya. Siko mwanadamu. Siko mwanadamu. Kumbe wewe ni yule ambaye akitegemea mwanadamu afanye nini? Na kumbe wewe ni yule ambaye akitegemea Mungu anafanya nini? Amen. Hallelujah. Kwa msaada wa Mungu. Endelea. Kwa msaada wa Mungu nitalisifu neno lake. Nimemtumaini Mungu. Ndio. Sitaogopa. Unasikia? Wanaomtumaini Mungu hawafai kwa nini? Waoga.
waende mbinguni. Umenielewa? Biblia inasema hivyo, waoga waende wapi? Mbinguni. Kwa hivyo Mungu hapendi nini? Kwa hivyo uchawi wa kweli, madhabahu za kweli wasivunjwe na watu. Watoto wako hawezi kusaidiwa na mtu. Ukija ukiona mama ana vita na anajua watoto wako wana vita na amefunga skati yake, amekazana leso yake na anapatikana kwa maombi na anakuja kanisani na anamwambia Bwana, nataka utazame nyumba yangu, nataka utazame watoto wangu, haijalishi waliosimama kinyume changu, najua ni wengi wananiongelea kwa mabaya ili nivunjike moyo, lakini Baba, simama mbele yangu nikuone. Kwa hao maadui wanaoniongelea, kwa hao waganga wanaoniroga, nakwambia utawashinda. Utawashinda tena mutana peupe. Mbona babaika watu wanaochafua watu majini? Wangapi washachafuliwa jini? Umechafuliwa nywele yako? Walikuja na matope kwako? Si ni mdomo yao? Sasa unaweza kufunga mdomo. Wewe hata waongee. Unajua kinachoongelewa ni kitu kinachoonekana. Kama ungekuwa chini usingeongelewa. Wajua hata kazini ukionekana wewe unachapa kazi sana, utaona wafanyakazi wenzako wanakuchukia. Kama ukijua, yani ukionekana wewe mambo yako yanaenda yani tata right. Kuna mwingine anasema mbona ni huyu? Sasa zote bosi anasema hebu nitie fulani, unaumiza wengine. Unaumiza wengine. Kwa sababu wewe ndio umepata kibali cha kutumwa. Unafikiri Yusufu kulikuwa na watu wangapi lakini mfalme akamchagua yeye? Kwa sababu katika ndoto alieleza vizuri. Alafu akaonekana yeye ni mchapakazi. Alafu akaonekana na msimamo na Mungu wake. Wengine waliabudu Mungu, mwingine alisimama akasema, Mungu wangu ni wa baba zangu. Hivyo ndivyo nilivyolelewa. Siwezi kwenda kinyume na kingine. Mwanangu, kuwa kiroho. Alafu ukikuwa kiroho kwa na msimamo, mapasta wasikuyumbisha. Wewe ndio unayejua kile unachokitafuta. Wewe ndio unayejua kile unataka kufanya. Wewe ndio unayejua kile unataka kuenda. Wajua kuna kitu kingine ni kibaya sana. Mtu anaweza kuelekeza njia ambayo wewe mwenyewe pake wewe unamwelekeza na. Hebu songa hapo mbele. Naona dakika zangu zimepanga. Nimemtumaini Mungu. Sitaogopa. Siogopa. Mwenye mwili. Siogopi nani? Mwenye mwili. Ati? Mwenye mwili. Ati yako na nini? Hana chuma. Hana chuma. Baba kiduma na mwiba pia anausikia. Ndio unamwaje huyo mtu bana wewe? Ati mtu ana wajua hili neno nilitupa kiburi cha Yesu, lakini si kile kiburi kibaya. Amen. Nilitupa kiburi kizuri sana. Yakoba tunasimama katika haki na katika pengo inayostahili kwa Bwana. Amen. Sema tena. Amen. Ndio basi. Amen. Ya mwisho basi. Amen. Sasa piga ya Yesu kabisa. Naona Yesu alizungumza na wangapi? Unafikiri Yesu alikuwa mwoga? Niambie mahali Yesu alikuwa mwoga. Hata walipomtafuta alimwambia ni nini? Walipoendelea kuongea akasema hiyo ndio siamini, wewe ndio umesema. Fanyeni kile ambacho mnataka kufanya. Semeni yale mnataka kusema. Unafikiri mahali ambapo unafikiri kama ingelikuwa ni wewe na sasa hiyo unataka kuja kufanya kosa na umewekwa gerezani, unajua utasemaje? Unasema jamani, tafadhalini akasema tu Baraba afungwe kwa sababu yeye ni mwizi, mimi nifungue, sijafanya kitu, tafadhali sijafanya kitu. Yesu alinyamaza. Yesu alinyamaza.
Bali Yesu alinyamaza. Amen. Akajua hiyo yanatimia yaliyoandikwa. Kuna kitu lazima kitimie kwako. Acha kuongea sana. Kuna mshoda unatengenezwa. Na waliokuona haufai watakuja kukuona maana yake baadaye. Lakini kwa sasa hawakuoni wa maana. Ndio kuna watu wamekuzoea, hawaoni umuhimu wako. Hata ukiongea haonekani unaongea kitu cha maana. Yaani watu wamekuzoea. Hata ukimwambia baba kiroho hapa unaenda hivi, baba kiroho anasema mimi nipata, huwezi kuniambia. Amen. Wajua sisi mapasta wengine wanakuwa na kiburi na kiburi cha aliwachagua wanafunzi na akawafundisha. Kuna watu wanafundisha watu baadaye wanakuwa msaada kwako, lakini wewe unawafundisha na unataka wawe msaada. Amen. Amen. Sasa kama lingelikuwa si wakina Haruni walienda kumsaidia Musa mikono yeruke juu, wale watu wangebakia? Wangebakia? Niambie, wangebakia? Maana jamaa alikuwa amechoka, mikono ikarudi chini, fimbo ikarudi chini. Akakuwa baba alifanya hivyo bwana. Hapana, tunakuhitaji kwa sasa. Tunakuhitaji. Najua umetoka, hata tukusaidia hapo. Wewe ukisaidiwa iende hiyo. Ndio. Kumbe hawa watu wengine wanaweza kuwa supporter ya kufanya maadui wafanye nini? Wakufe. Amen. Sema tena amen. Amen. Haleluya. Amen. Wajua unaweza kuwa na ufahamu mwingi mpaka wakati ukaingia kwa giza, lakini kuwa na ufahamu wa kiasi kwa Yesu. Sema. Nimemtumaini Mungu, sitaogopa. Mwenye mwili atanitenda nini? Huyu kwani mwenye mwili atanitenda nini? Atakufanya nini? Yaani hata Mungu anakuuliza utafanya nini? Adui anakufanya nini? Uchawi anakufanya nini? Hao wanaongea wanakufanya nini? Hao wanaokutukana wanakufanya nini? Neno Lucifer ni jina zuri sana. Sawa? Ni jina zuri sana. Kama hujawahi jua ni jina zuri sana. Mavazi alikuwa anavaa yule jamaa, alikuwa anavaa mavazi iliyokuwa ina vitu vya thamani ya mkuti, dhahabu, silver, zile diamond. Alikuwa jamaa mzuri zaidi, na alikuwa ni mtu anasikizwa na malaika. Alikuwa na nafasi kubwa. Wow. Yaani Mungu anakaa na yeye hivyo, anaongea, anamwambia unanifurahisha sana. Jamaa anasema shalom. Na shetani, lakini wakati huo kalikuwa si shetani, kalikuwa ni Lucifer. Wow. Na jamaa kasifa, lakini alipokuwa anasifiwa sasa, yaani Lucifer anasifiwa. Wow. Lakini sifa huwa zinaharibu watu. Kumbe Lucifer anasifiwa. akasema sasa huyu mzee, malaika wote wananitii hapa, wanafanya vile mimi nimewaambia. akaitazama ile kiti. Wewe jamaa alikuwa na sura. Unacheza wewe, una sura wewe, unashinda Lucifer wewe. Alikuwa sawa, mavazi, dhahabu, mabawa yake smart. Yaani katika malaika zote yule jamaa alikuwa
wakwa sana. Alitazama kwa vioo. Akaenda kaambia, unajua mimi nimekaa na Mungu sana. Sasa akakusanya malaika kadhaa. Nimekaa na Mungu sana. Mungu amenipatia mamlaka makubwa, lakini sasa unajua nyinyi kuna vitu Mungu ananipatia na nyinyi hamupewi. Sasa mimi kitu natamani ni munipatie nafasi niingie kwa ile kiti, alafu vile Mungu ambaye alikuwa hawapatii mimi niwapatie. Wapatie. Ndio bado nako kwa nyumba. Jamaa zikakubali. Nasema sawa. Akawafuata wakina Mikaeli sasa. Mimi nimepata waona wote wamenisikiliza. Na wewe ndio unasemaje? Unajua Mikaeli alikuwa ni mdogo wa Lucifer. Mikaeli alikuwa ni wapi tatu wako pale? Kasikiza hiyo topic akasema sasa huyu bwana anataka kuchukua kiti cha Mungu. Mikaeli akafuata Mungu. Kwa hiyo unajua vile yale shetani amepanga. Unajua yeye anaelewa kila kitu. Na wewe umechagua kwake au uko kwake? Akasema mimi siwezi kufuata na bila. Amen. Sasa wacha nikuongezee nguvu, maana huyu jamaa amejipanga na jeshi la jamaa. Mikaeli akaongezewa nini? Power. Yeye akajiandaa sasa. Akasema si Mikaeli amekataa, na sisi tuko wengi. Hawatuwezi. Wale malaika kidogo ambao walikuwa wamebaki pale na hawakwenda kwa shetani, wakaongezwa nguvu. Vita vikubwa. Biblia inasema lazima kulikuwa na yaani natamani hiyo siku kama ningekuwa pro. Biblia inasema kulikuwa na vita vikubwa mbinguni. Hiyo katika kitabu hapa cha Ufunuo bwana. Tena 17. Amen. Kuna uovu mkubwa sana mbinguni. Yaani vita tena vizuri wazee. Na malaika na waliokuwa malaika lakini wamebadilika wamekuwa waasi. Sasa hao wengine wamepewa nguvu. Naona hao wengine wamebandikwa uchafu kwa sababu wanataka mamlaka by force. Mungu yeye akawa amekaa tu anatazama uovu. Yaani kama vile umekaa vile mna starehe hapo na kuna tazama uovu. Mungu anacheka anasema huyu Mikaeli naye ni nani Mikaeli? Ndio maana yule jamaa naye tukimwita hapa mchawi hana bahati. Yaani tukimwita tu hata ukitaja tu Mikaeli shetani akiwa hapa na yaani bila alipotoroka mbinguni na kutoroka hata hapa. Amen. Wajua nini ya kusoma Biblia jamaa? Unaisoma na furaha kweli lakini TikTok unasema story yote. Haleluya. So jamaa wakaendelea na vita. Nataka alikuwa na nguvu zake. Ndio maana pia wana kugusa bado naomba Mungu. Alikuwa na nguvu zake. Lakini sasa kitu kilichomshinda malaika Mikaeli alikuwa ana authority ya Mungu. Amen. Akatandikwa sasa ndio jina la ubaya likaanzia pale. Jina la ubaya. Sasa unajua ukiwa na roho ukianza yaani ulikuwa mzuri na roho nzuri pia yaani ile shape ya mwili ina change. Sasa kwa mtu anakaa sura ya kichawi yaani hapo hivi. Yaani ukiwa na roho mbaya yaani unabadilika tu na yaani ulikuwa hivi yaani. Alikuwa hana pembe, alimea pembe kwa sababu ya mpaka ikawa sasa sura ya kutisha na alikuwa mzuri sana. Kama vile unapokuwa mzuri alafu unakuwa na roho mbaya mpaka unakuwa na vitu vya kutisha. Haleluya. Asifiwe sana yeye. Sasa ndivyo alivyokuwa shetani. Sasa akabadilika. Aliposhikwa sasa akafungwa minyororo na akatupwa. Yaani ile jina neno Lucifer likaanza kumwondokea. Ndio likakuja jina shetani. Bwana usikie na nini wewe umekazana na kitu. Ana maringo. Amen. Haleluya. Amen. Sasa likaanza kubadilika jina lake. Kwa sababu ya ubaya. Ndio likakuja mpaka kaitwa shetani. Waswahili wanamuita shetani.
Hali wao ndio walimaliza kabisa. Hawezi taja vizuri shetani, wanamuita shwekwan. Haleluya. Ndio maana unaona mtu mbaya ana roho ya nini? Ya shetani. Sasa ndivyo shetani alivyokuja mpaka sasa akabadilika. Ndio maana watu wanamweka hali za kutishatisha, lakini hakuwa hivyo. Alikuwa mtu smart. Hata wewe pia unaweza kuwa na roho mbaya, haukuwa hivyo. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Na ndio maana Yesu akakuja sasa kubadilisha mfumo mbaya kuwa mfumo mzuri. Toka mahali ya shetani kuja katika hali ya kiungu. Amen. Amen. Sasa inasema suna nani ndugu yangu? Hiyo kitu inaniuliza. Hey. Amen. Amen. Na ndio maana hatupendi mambo ya shetani. Tunapenda mambo ya upendo, Mungu, utu, ili tukaweza kubarikiwa na Mungu. Maana huwezi kukua na hizo vitu ndani ya mwili wako, akifikia shetani, tena unataka kitu cha Mungu. Chagua kitu kimoja. Amen. So anayemwabudu Mungu mmoja anategemea lililo sawa. Amen. 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 Wacha tumalizie. Mchana kutwa wanapotosha maneno yangu. Mchana kutwa wanafanya nini? Wanapotosha maneno yangu. Yaani wewe ukiongea kitu kizuri, wao wanakibadilisha, wanakiweka kitu kibaya. Unajua hivyo ndivyo Yesu alikuja kubadilishiwa. Alisemaje Yesu? Kaisari apewe Kaisari. Walipoenda kumshtaka akasema wametitisha kodi kwa Kaisari. Sasa hata wewe ukiongea neno haujamaanisha kitu kibaya, kwa sababu limepatikana na adui, linabadilishwa. Haleluya. Ndio maana nilikufunza vitu kadhaa hapa, nikakwambia unapokuwa katika kundi la watu, chunga ulimi wako, maana unaweza ongea kitu ukaambiwa wewe ndio umesema. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeah. Hata pengine pastor anaweza fundisha hapa, akataja kitu kwa mfano, akasema umemsikia pastor mwenyewe amesema hivi. Chungu wa majicho wanafiki wazuri. Haleluya. Amen. Simpo. Sema mpo. Na ruhusu utaenda. Umetoa fare? Au usipotoa wewe? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Wanabadilisha topic. Wapotoshe neno lako, yao yasikiwe. Ukija ukipata mahali unaongea, lakini wewe ukiongea anasema lakini, yaani yeye ndio kipaumbele anataka kusikiza. Mama ya kumbuka tu kiachana naye akipatana na wewe mtu anabadilika. Tena naye yule unafikiri yule ana akili nzuri, mimi mwenyewe nitamjua, nimemzoea. Ndio niongea kitu jamani. Haleluya. Amen. Wanapotosha maneno yao. Mchana kutwa wanapotosha maneno yangu. Ndivyo. Mawazo yao yote ni juu yangu, kunitakia mabaya. Kila wakati, kila wanapokaa. Ukiwa na maadui ni kitu kingine kibaya. Yaani mtu anakosa usingizi kwa ajili yako. Hawana la kuongea. Hapangi maisha yake. Hiyo ni roho ya umaskini. Hakuna siku tajiri atakaa hata kufikiria, hata fikiria kama ana miradi anayofanya. Amen. Mimi nakwambia hivi, mtu ambaye ako na hiyo tabia, utazame vizuri kuanzia chini mpaka juu. Mtu ambaye hayuko busy juu ya life, juu ya huduma, ni busy ya kutembea, ya kuendeza propaganda, umbea, fitina, unafiki, ugonganishi. Huyo mtu ana roho maskini. Hata akiwa rafiki yako, hakuna mahali mnapeleka. Na ndiye fulani hapo hivi. Hana ndoa. Ana
Hata wenyewe wanagombana. Anagombana. Yenda kuhusu na nini maisha ya mwenyewe na nako na Yesu. Kama ana ndoa hapo na Yesu, wewe una ndoa pia unaomba na Yesu. Shida iko wapi? Haleluya. Amen. Ana madeni. Wewe ndio unamlipia. Baraka sasa. Amen. Tabia kama hizo ni za watu ambao wana roho maskini na hawaendelei. Na madhabahu za mbao ni za kufa. Wana roho ya mauti. Wakifungua biashara inakufa. Haleluya. Amen. Hata wakianzisha biashara ya makaa anayapitia mwenyewe. Hata kama anajua kusonga atajisonga mwenyewe. Nani anakuja kusoma na mbea? Haleluya. Amen. Wewe umeenda kununua chapati, unaulizwa mambo ya nyumba yako. Sasa ndio kuna makata managawa. Hata kama unauza mchicha, tena ukizidi huo mchicha utaukula tena, hata utomaliza mwingine utakuwa ready utupe. Lakini atembeaye na roho ya upendo na anawaza juu ya maisha yake, sikiliza wewe, anayewaza juu ya maisha yake, Yesu anachukua lile wazo lake analifanyia kazi. Kwa sababu wazo lake ni ombi lake, naye anatumiziwa tamanio la moyo wake. Sasa wewe unawaza tunaambia bebe msalaba wangu. Wao mwenyewe wewe unabeba amri zako. Wako wenyewe umeenda ukiwaangusha. Haleluya. Amen. Tunakuwa kama nduma kwili. Akili zipanuke. Nikaambia hawa wanaosoma hapa, usione matiti ukaona umekomaa. Matiti ni kama parachichi. Wale waliokomaa ni wale walionyonywa na watoto wao. Yaani maziwa yake anayaona kwa mtoto wake, anatuma maji. Sasa yeye ndio mwenye matiti. Wewe ambao unayaona hayo yako sio matiti. Na ukiwa na matiti haimaanishi kwamba kwa msichana. Matiti ni alama ya kuwa wewe ni mwanamke, unafaa kuja kuzaa na unyonywe na mtoto wako. Sasa wale wako mtu umesoma, hata nikusikie pia wewe unakabweke. Hauna wewe nyinyi. Na hasira na nyinyi. Nyinyi. Kuna mwingine alikuwa analeta mchezo, nikamfukuza na nikampeleka polisi. Jana tulikutana na mama, nikamuuliza wewe mtoto anaendelea. Akasema baba nimsaidia wewe mtoto. Mimi sitaki mchezo. Hii life ya saa hii si mchezo. Unafikiri babako unafikiri hiyo pesa anayepoteza hapo na school fees wewe unaleta mchezo. Alafu jamaa yeye hata hajui mambo ya school fees. Kiki bandi. Yaani mpaka nafikiria hiyo pesa yangu yote, yaani nilikuwa na kumbe na nilikuwa yaani pesa yangu yote naona mimi. Sisi wazazi wetu walihangaika kuwafundisha baba. Waulize wao walisomaje. Waulize wao walisomaje. Hata wengine hawakumaliza masomo yao, ni neema tu ya kukufundisha wewe. Amen. Alafu unafundishwa na shida wengine wanaingia kwa sharo, wanakoma wanapuliza. Kumbe wanapulizia kasharobano. Anavaa nani hapa amepasua maji, kitambaa kimefika chini. Tunapuliza huko baada tulikuwa tunadanganya watoto wao. Unajua katika ulezi kwa hiyo hata watoto wa kiroho unapowalea. Jana nilikusia hivi. Nasema
Wakati unalea mtoto akiwa kwa mwezi 6, huwezi kuacha mahali unatembea na bado ananyo. Hata kumwachia kwenye kazi lazima muandae maziwa, si ndio? Na huyo mtoto kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu unaweza mlaza mahali na ukaendelea na kufua nguo zake. Akiamuka unamnyonyesha kidogo, unambembeleza, analala. Na huko unaendelea na kazi zake. Akifika wakati wa kutambaa, ikiwa unafua, unafaa uwe makini. Akiamuka yeye atatambaa mpaka anaweza kwenda kushika nini? Moto. Kama akachukua kiwembe akajikata, ama akakula mpaka kisu. Unaona? Sasa wakati mtoto anakuwa, mzazi naye anabidi akili zake zizidi kufanya kukomaa zaidi. Unaona? Akifika wakati anashika kitu akienuka, ukiweka glasi kama hizi, utazikuta amevunja na hata zingine zimekata. Nasema tena, unaona? Najua nyinyi huwa mwoni na macho, mnaona na mdomo. Haleluya. Amen. Sasa kakifika mahali ambapo, amen? Sasa ni kajamaa sasa kanatembea kidogo. Weka TV yako. Na kuna nyundo, kuna kufuli, kuna gilasi. Anaenda hapo kwa TV mpaka anagonga huyo mtu. Yeye hajui kama anakutia sana. Sasa pale mzazi huwa anakuwa makini sana. Akijua tu huyo ameenda huko spidi, unamwona mzazi pia anakimbia. Wewe. Akimwona kumaliza betani anasema wao. Yaani anajua tu akishika kitu. Wako na mdadi. Akiwa mchanga hata huna shida naye. Sema amen. Amen. Hata anaweza pata shida usiku kama anaomba ambao ufunuo. Baba, sijui tena kuongea nini. Niongoze. Anaomba vizuri. Wacha kakomae. Anakusumbua. Kamejua mama. Atakuja ubiri mpaka saa zingine anataka kutukana watu wote hapo kanisani. Mambo na muombe Mungu. Yaani maombi mengi unayaomba Mungu, Mungu usipo hapa. Maana mahali amefikia wewe, hata mimi mwenyewe namgogopa. Anataka kubeba pasta juu kabisa. Yaani ushawahi kuachia mtu kanisa lakini roho yako iko hivi. Bwana anaweza vunja mafriji huko. Ndio kwa nafua kwa shida na mkundia nafua hiyo na nini zake za kukunia kukojoa. Sasa zingine mzazi anaweza kasirika anasema kama ningelijua wewe kama uko hivi. Mwingine anaongea vibaya kabisa anasema hata ningekuulia hapo. Ukitoa. Ndio kudana na mama aliongea namna hiyo. Ni vile sikujua. Hii nenda. Lakini unajua kusikizia sindano nyingi. Neno la Mungu kweli ni shindano. Nimedungwa shindano. Unakalea. Pata wewe mwenyewe unakosa nafasi yani ya kuhubiri unamwachia. Wow. Atakurarua. Baka pasta na muda kwa nafuta jasho na kutoka jasho. Anatoka kamasi na hakuna makamasi. Anasema kwa nini nimelea nini jamani? Nani nimemlea? Saa zingine watoto unapolelewa na wazazi, waheshimuni wazazi wenu. Asijasema uniheshimu mimi sasa kuheshimu. Wewe fanyie vile utanifanyia. Lakini mheshimu yule aliyekulea. Sasa unajua kuna ulezi aina mbili. Sasa mwenyewe unajigawanya. Sasa katoto gadiwa kameanza kuinuka. Saizi ya kina nani? Wanaondoka saizi kama nani ambao wanavunja.
Hata kidogo. Wewe unasinzia. Utamwharibia starehe wewe jamaa wewe. Hata kidogo kama ako kaani huyo, ukimwachia nyundo atagonga mpaka siku. Hata remote anaweza ichezea kufika hapo au badilishi tena. Kwanza unatamani kumpiga lakini umemzaa, unafanya nini? Sasa hiyo nimenunuliwa kuja na mzee, unatafuta maneno ya kuja kuongea kwa hiyo mzee. Umeachia mfanyikazi naye alikuwa na kazi zake zingine. Hayo kazi yako ni kwenda tu kunaenda kushika simu, hata pengine alikuwa anaosha vyombo. Lakini anaonewa kazi yake kushika simu kwa sababu ndio amekuja nini? Mtoto ukimwachia, kuna katoto ukiachia mafuta anajipodoa mpaka mwenyewe. Anajipanga mabisi. Unakalea. Lakini kidogo akijipaka hizo mapoda nini unasema baadaye. Lakini akishika kijembe. Ai. Mama. Ukichukua unasema unasema umeweka wewe, lakini unasema nani ameweka hapa kijembe? Ndio una wasiwasi. Mlezi kwa hiyo hali huo unakuwa makini. Alafu inakuwa sasa baba na mchumba. Unajua, ni moment anapokuwa mchumbi vitu vya mali, si ndio? Niletee maji, anakuja leo mpaka na bwana yote. Nikaanza kukumbusha. Na amejaa sana. Lakini uweze kumgombeza wewe mwelewa kutembea kwake. Haleluya. Wewe leo ati. Amen. Hai. Inafika wakati sasa baba anatuma, uweze kumtuma vitu vingi. Achukue sukari. Anakuja. Mara ameongezewa change ama hata kuchukua change. Yamekuwa ni sukari ndio. Baba anamrudisha tena. Mwambie akupe change. Nipe change. Hata kama kuna watu wako dukani. Nipe change. Sasa kazi gani anakuja kujifahamu sasa. Anaenda hapo kwa Meru, anaenda dukani, ameanza kujulikana. Unamsubiri. Wakati ule alikuwa akienda pasta. Sasa unamsubiri. Hapo unatoka kwa mlango unamsubiri. Au boy, unasugezia Mungu anakuja na njia nyingine. Kwa hiyo masaa yote kulikuwa na watu wengi kumbe wamekutana. Akapiga stori kwanza. Akasubiria mambo ya shule. Wao unasubiri. Kubadilika hadi baadhi. Inga. Maji yametokota mpaka yamepungua, unaongeze maji tena. Amen. Sasa akaanza kukusemesha sasa ile kumwambia, yaani unaona sasa wakati ule alikuwa anamwambia baba, sasa unaanza kumsemesha na ukali. Maana vile wanavyogombezwa sasa, si vile wanavyogombezwa wakiwa watoto wadogo. Anakuwa unajiona umekuwa wewe unajiona umefika, unaona sasa. Anagombezwa na kusazikana naitwa ndio mwanangu, sio kama kuonyesha kwa mbaya. Sababu nakupenda, nini, so utulie. Unanisikia? Mimi ni mzazi wako. Hakuna mtu mwingine anayependa hii duniani kwa mimi. Unakuwa mjinga unafanya nini? Nani wako? Unakuwa mkali, unakuwa mjinga, unakuwa mkali, unakuwa hivyo. Mpaka mwisho sasa. Naletewa mtu sasa. Mama ndio huyu. Unakumbuka watoto wake wote mpaka amekuletea. Sasa wacha nikubali. Nawaachie. Haleluya. Amen. So maisha ya saa hii natembea na akili.
Na sisi nasi tunapolea, na wale watakuja kutusaidia na kuna wale watakuja kutusema, na kuna wale wanataka kuja kutuua kabisa, wanatoa wengine wanatoa wazazi wao kafara. Kibaki umelea mtu anataka kuja kukuua. Umelea mtu, mama anakuja kwa mama, wewe ni mchawi. Unaona watu hadi kwa sababu mama ana umvi, kama ambaye hata kuja kulea umvi. Haleluya, amen. Heshimuni wale waliowalea. Amen, amen. Unajua kuna baraka zinazotoka kwa Mungu na kuna baraka zinazotoka kwa wazazi. Unaelewa hiyo? Na unaweza kukosea mzazi na Mungu akakosa kukubariki. Wakikulana ukiwa kwa Mungu hawezi kukulana. Haleluya. Amen. 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 Lakini kama ni mzazi wako aliye na ufahamu, atakutamkia kitu kibaya, chunga. Kwa mzazi hakuna kuwa wewe ni beautiful. Haleluya. Yeye hakuoni kuwa wewe ni beautiful. Urembo ambao unataka kuona kwake ni ile tabia. Kwa mzazi hakuna kosa. Haleluya. Wana subina. Kwa mzazi kitu anachokiona kwako ni heshima. Atajivunia uzao wake. Atajivunia damu yake iliyotoka. Atajivunia ile nyumba iliyotoka. Unajua wazazi wako na nyumba ndani. Wazazi wako wako na nyumba. Alikutoa na nyumba yako. Yote kuna nyumba hizi zote ni nyumba zote. Amen. Amen. Sasa tuwapende hawa na tutabarikiwa sana. Waheshimu hawa na tutabarikiwa sana. Amen. So time yangu nimeenda mpaka dakika saa 5. Tutaingia kwa worship, kumwabudu Bwana. Amen. Na tuende mbele za Mungu. Na itakuwa ya baraka sana. Haleluya. Baba mwimbaji, karibuni madhabahuni na tukaweze kubarikiwa.